Jeshi la Marekani lashambulia mashariki mwa Syria. Marekani inasema imeshambulia vituo viwili mashariki mwa Syria ikidai kuwa vinatumiwa na vikosi vya Irani na makundi ya Tanzu. Katika taarifa yake, waziri wa ulinzi Lloyd Austin alisema mashambulizi ya usahihi ya kujilinda yalifanyika ili kuwalinda wanajeshi wa Marekani nchini Iraq na Syria, na yalikuwa ni kujibu mashambulizi ya karibuni ya makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Irani. Mashambulizi haya yanayoungwa mkono na Irani dhidi ya wanajeshi wa Marekani hayakubaliki na lazima yakome. Irani inataka kuficha mkono wake na kukana jukumu lake katika mashambulizi haya dhidi ya vikosi vyetu. Hatutawaruhusu, alisema, kuongeza kuwa watachukua hatua zaidi dhidi ya wawakilishi wa Irani iwapo mashambulizi zaidi yatatokea dhidi ya majeshi ya Marekani. Mashambulizi ya Marekani yalikuwa tofauti na mzozo unaoendelea kati ya Israel na Hamas na hayajumuishi mabadiliko katika mtazamo wetu, Austin aliongeza, huku akitoa wito dhidi ya vitendo ambavyo vitasababisha mzozo mpana. Katika taarifa kubwa mudaoni kwamba Israel inasema imemuua kamanda wa Hamas aliyelenga mashambulizi. Jeshi la Israel linasema kamanda mkuu wa Hamas ambaye alisaidia kupanga mashambulizi ya tarehe 7 Oktoba aliuawa. Jeshi la ulinzi la Israel lilisema kuwa ndege za kivita zimepiga Shad Barud, naibu mkuu wa kitengo cha kijasusi wa Hamas, kwa msingi wa ujasusi sahihi. Ikachapisha video ya shambulizi la anga ambalo walidai kumuua IDF. Ilisema Barud alipanga mashambulizi kinyama ya Oktoba 7 pamoja na Yahya Sinwari, mkuu wa Hamas katika ukanda wa Gaza. BBC na vyombo vingine vya habari haina uwezo wa kudhibitisha kwa uhuru mauaji katika uwanja wa vita. Hamas bado haijasema chochote. Urusi imeonya wanajeshi wanaojaribu kujiondoa katika mashambulizi ya umwagaji damu mashariki mwa Ukraine. Kule Marekani inasema, kwa mujibu wa Marekani, baadhi ya majeruhi waliowapa Urusi karibu Idvak walikuwa kwa maagizo ya viongozi wao wenyewe. Wanajeshi wa Urusi na Ukraine wamefungwa katika vita vikali vya kuwania mji huo ulio mstari wa mbele tangu katikati ya Oktoba. Urusi inadhaniwa kupata hasara kubwa kwa wakati huu. Makadirio ya Ukraine yanaweka idadi ya Warusi waliopoteza maisha mjini Avdiivka kuwa 5,000, huku Marekani ikisema kwamba Urusi ilipoteza takriban magari ya kivita 125 na zaidi ya vifaa vya thamani vya kikosi. Msemaji wa jeshi la Ukraine alisema kuwa wanajeshi wa Urusi walikuwa wakikataa kushambulia maeneo ya Ukraine karibu na Avdiivka kwa sababu hasara kubwa ya kwamba kumekuwa na maasi katika baadhi ya vitengo. Vikosi vilihamishwa vya Urusi vimesalia kuwa na mafunzo duni, havina vifaa vya kutosha na haviko tayari kwa mapambano kama ilivyokuwa wakati wa mashambulizi yao ya msimu wa baridi yaliyoshindwa mwaka jana. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kimataifa John Kirby alisema katika kikao kifupi siku ya Alhamisi, alisema kuwa jeshi la Urusi linaonekana kutumia kile tunachoweza kuita mbinu za wimbi la binadamu kuwatupa tu raia hawa walio na mafunzo duni kwenye vita. Hakuna vifaa vinavyofaa, hakuna kiongozi, hakuna rasilimali, hakuna msaada. Alimaliza kwa kusema hivyo John Kirby. Endelea kupata taarifa mbalimbali. Mimi ni Tulmando kutoka Bongo 5.